Huyu ni mmoja wa wakina mama wadogo zaidi duniani. Akiwa na miaka 14 tu, alikumbana na changamoto ambayo hata mwenye nguvu angeogopa. Hadithi yake ilibadilika na kuwa mbaya zaidi alipotelekezwa na baba wa mtoto wake, na sasa hayupo kabisa. Nilipokutana na Angelique, maisha yake yalikuwa karibu kuporomoka. Hakukuwa na chakula wala maziwa ya mtoto wake, na elimu yake ilikuwa ni ndoto iliyopotelea hewani. Mama yake kwa kitendo cha upendo wa dhati alijifanya kama kumnyonyesha mtoto, ingawa hakuweza kutoa maziwa. Wote wawili walikuwa na kufa njaa. Nilipoona hali yao, nilijua tunapaswa kufanya jambo. Tulishiriki hadithi yao kupitia Afrimax TV na mwitikio wenu wa huruma ulibadilisha kila kitu. Leo maisha ya Angelique ni hadithi tofauti. Ana chakula cha kutosha na amepata nafasi ya kurudi shuleni. Anarejesha ndoto zake zilizopotea. Mtoto wake anakuwa vizuri, ni mwenye afya njema na anazidi kunawiri. Mabadiliko haya yaliwezekana kwa sababu ya kila mmoja wenu. Ukarimu wenu haukuokoa tu maisha, bali ulirudisha tumaini kwa Angelique, kwa mtoto wake na kwa sisi sote. Asanteni. Wema wenu utaandikwa mioyoni mwao milele.